Swala usalama wa chakula katika nchi yetu bado ni changamoto, kuanzia kwa mfano kwenye uzalishaji, mkulima pale anapopiga madawa kwa mazao na mazao pia mboga mboga na matunda, lakini pia kwenye uchakataji viwandani, lakini pia inapofika pia sokoni kwa mlaji kule, tumekuta bidhaa zinapangwa chini, lakini pia wamefungasha katika vifungashio ambavyo sio sahihi. Hii maana yake nini? Kwamba inahatarisha afya ya mlaji, lakini pia kwa jamii kubwa. Kama unafahamu sasa hivi serikali inapambana sana na masuala haya ya afya, lakini kikubwa zaidi afya zinaharibika kupitia vyakula wanavyokula, vyakula ambavyo haviko salama, lakini vyakula katika vimetengenezwa katika mazingira yasiyo salama na sio masafi. Wakipata hii elimu, waheshimiwa madiwani na mamea na viongozi wengine katika ngazi ya mkoa na kata na wilaya, wataenda kutoa elimu namna gani ya kusimamia masuala mazima ya usalama wa chakula masokoni kule. Kwa mama ntilie, unakuta mama ntilie sasa hivi wanapika chakula wanafunika na lailoni, wakati nailoni ina kemikali ambazo sio nzuri kwa ajili ya afya. Kwa hiyo tunaambia pia waheshimiwa wapite, watoe hiyo elimu kwamba swala usalama wa chakula ni swala muhimu sana katika kulinda afya zetu. 90% ya chakula kinachozalishwa ndo kimekuwa kikiuzwa holela kwenye masoko haya ya kawaida ambayo watumiaji wengi ndiko wanakopata chakula. Sasa na hicho chakula katika utafiti inaonyesha kuwa katika chakula kinachozalishwa Tanzania 25% mpaka 40% kina madhara ya sumu kuvu. Na hicho sasa tena ndicho kwa 90% kinaliwa na Watanzania walio wengi katika masoko ya kawaida. Tumetembelea soko la Soweto ambalo ndio soko kubwa hapa Mbeya, likifuatiwa na la Uyole na la Mbalizi pia tulitembelea. Katika masoko yote haya utaona kuwa hicho chakula ambacho kina sumu kuvu nyingi ndio kinapatikana katika masoko haya ya kawaida na ndicho ambacho walaji wengi wanakitumia. Kwa hiyo tunaona ipo hatari kubwa ya kuwa na jamii ambayo inapata maradhi kutokana na matumizi ya sumu kuvu nyingi inayopatikana kwenye chakula. Pale mliona katika wasilishaji tumesema pia sumu kuvu ikiliwa kwa wingi kizidi inapunguza pia uwezo wa kufikiri, ubongo hauwezi kufanya kazi vizuri. Kuna madhara ambayo mengine ya kiafya, kwa mfano uwezo wa kuwa na uwezo wa kuzaa kwa mwanaume kwa mwanamke unapungua. Ni madhara yanayotokana na sumu kuvu. Tunafahamu utaratibu wa serikali kwamba kuna vikao vya kisheria ambavyo kimsingi ndivyo venye kamati za kudumu. Kwa hiyo kamati zile zina wajibu sasa kwenye kila kikao iwe nini ni ajenda ya kudumu masuala ya usalama wa chakula, lakini pia kila mmoja atekeleze wajibu wake mahali alipo, kwa sababu sheria hizi zipo na zinatakiwa ziendelee kutekelezwa. Tuache tabia hiyo, tufanye vyakula vyote ambavyo tunakula sisi na vya kuuza vyote vilingane ubora, kwa sababu kumdhuru mwingine unajidhuru mwenyewe, kumdhuru mnyama unajidhuru mwenyewe, kwa sababu utakula tena chakula kile ambacho kimeshaingia sumu kuvu. Tunawashauri watu wote wawe waangalifu. Zalisha chakula vizuri, zalisha vizuri, lakini tengeneza chakula bora kwa ajili ya kula familia yako wewe mwenyewe, na ziada upeleke sokoni ambao iko salama kama ambao umekula wewe mwenyewe. Tumeona kwamba vyakula vingi ambavyo viko masokoni ambavyo Mtanzania wa kawaida anapata sokoni huwa vimeshapata madhara hayo au sumu hiyo. Sasa ni wajibu wetu sisi kama viongozi au pamoja na wataalamu kuelimisha jamii, kufanya watu kuelewa umuhimu wa kujua sumu kuvu na madhara yake katika miili ya binadamu, hasa kwa Watanzania wa kawaida. Na madhara tumefundishwa kwamba sio lazima yawe kwa muda mfupi. Unaweza kukaa nayo mwilini kwa muda mrefu, ambapo unaweza kupata magonjwa yasiyoambukiza, kwa mfano kansa na magonjwa mengineyo ya mfumo wa chakula au ya binadamu wa kawaida.